Yesu asifiwe. Amen. Yesu anasema tutafute kuwa watakatifu kwa watu wote, kwa maana ndio tutaurithi ufalme wa Mungu. Mtu baada ya kuokoka tayari anatoka kwenye hali ya uovu na kuwa kiumbe kipya bila kujali ukubwa wa uovu aliopitia kuufanya. Tutasoma Wakorintho wa pili mstari wa 5. Wakorintho wa pili 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwa mfano, mtu alikuwa mchafu wa matendo, akiokoka yale mambo anatakiwa aache. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, chanzo cha utakatifu ni ukombozi wa Bwana Yesu aliyejitoa pale msalabani kwa kumwaga damu yake. Tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa wachafu kwa matendo yetu maovu, lakini sasa tumesafishwa, tumetakaswa. Bwana asifiwe. Yesu alitutakasa pale msalabani, alisema yamekwisha. Tutasoma Wakorintho wa kwanza mstari wa 1 mpaka wa 3. Mbili mpaka tatu. Inasema, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaolitia jina la Bwana yetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema itakuwa juu yetu kwa sababu tutakuwa tumekwisha kumpokea Yesu. Bwana Yesu alituosha kwa damu yake pale tulipokubali kuzaliwa mara ya pili kwa kumkiri Yesu na kumpokea Mwokozi wetu. Biblia inasema aminiye na kubatizwa ataokoka. Bwana asifiwe. Tusome Tito 3 mstari wa 5 mpaka wa 7. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa neema yake na kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyo tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe. Tambua mambo yanayoweza kufanya usione wala kuingia ufalme wa Mungu. Epuka hayo wala usirudie kuyatenda. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7 mpaka 11. Wakorintho wa kwanza 6:7-11. Biblia inasema, basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashitakiana ninyi kwa ninyi. Maana si afadhali kudhulumiwa? Maana si afadhali kunyang'anya mali zenu? Bali kinyume cha hayo, ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kunyang'anya mali zao, naam hata na ndugu zenu. Au hamkujua kuwa wazalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafugaji, wala walawiti, wala walevi, wala watamanio, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tunaona watu walevi, watukanaji, na baadhi yetu wanaingia hapa kanisani. Kama wewe ni mtukanaji, tunakuomba uache. Amen. Linda moyo wako usiingie kwenye dimbwi la mambo yanayotaja. Maana ni kweli zamani tulikuwa watu wa namna hiyo kwa sababu tulikuwa chini ya utawala wa Shetani. Lakini sasa tuko ndani ya Kristo.
Mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitakazo chemchemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba tulinde sana moyo wetu. Kama mtu ana hasira sana, anatakiwa amwombe Mungu na kuziacha. Shetani ni roho, hutumia roho zetu kutuvuta ili turudie mambo yasiyofaa. Ni juu yake kila mmoja kusimama kwa maisha ya utakatifu. Bwana asifiwe. Kuishi maisha ya utakatifu inawezekana. Kwa sababu hayo Yesu Kristo alituokoa. Aliishia hapa duniani miaka 33 hakutenda dhambi. Bwana asifiwe. Leo hii tunamwona kijana mwenye miaka 14 au 15 anatenda dhambi, anavuta bangi, wengine wanavuta masigara, wengine wadogo bado wanasoma lakini bado wanakunywa mapombe. Bwana asifiwe. Amen. Tusome Yohana 16:33-5. 33:5. Hayo nimewambieni pate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuwa na miaka 33 lakini hakutenda dhambi. Leo hii vijana bado wadogo lakini bado anatenda dhambi. Kwa sababu gani? Hawajamjua Yesu na hawana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu hakuwa na mwili wa malaika bali mwili wa kibinadamu. Alikuwa ni mwanaume kamili, lakini alitetea sifa yake ya kuwa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Leo hii tunaona watu ni wanaume lakini wanavaa vitu vya kike, wanatoboa masikio, wanavaa magauni, wanapenda sijui kwa wanawake. Tusome Isaya 9:6-7. Isaya 9:6-7. Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kiume utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kweli Yesu ni mshauri wa ajabu, kwa sababu kuna mambo ambayo tunaweza kuyapitia, hatuwezi kushirikisha wanadamu, kwa sababu wanadamu wengine mioyo yao haiwezi kukaa na vitu vya watu. Lazima watoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutangaza shida za mtu anayepitia. Kwa hiyo tunatakiwa tumshirikishe Mungu na Roho Mtakatifu atuongoze. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Yohana wa kwanza 3:9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, sababu uzao wake wakaa ndani
asifiwe. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu anatakiwa asitende dhambi na amuombe Mungu na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza akakuongoza usitende dhambi, lakini kuna vishawishi vya shetani ambavyo mtu anaweza akavipitia na akajifanya kanisani yupo mtu mwingine na nyumbani yupo mtu mwingine. Hata huko ofisini kwako nitakiwa umuonyeshe kuwa wewe umeokoka na unamtanguliza Mungu kwenye mambo yako. Amen. Wewe umezaliwa kutokana na Mungu kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ni mtoto wa Mungu. Yohana 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Bwana asifiwe. Kama mtu amwamini Mungu, Mungu hawezi kumfanya mtoto wake. Kama wewe unatenda dhambi, Mungu hawezi kukufanya wewe mtoto wake, kwa sababu unatenda dhambi na ulishiki neno la Mungu. Bwana asifiwe. Utakatifu wako unaweza kuondolewa kwa yale mambo uyaonayo madogo. Ya kwanza nimeandika kuwa na chuki moyoni dhidi ya ndugu yako au jirani yako. Bwana asifiwe. Leo hii tunamwona Mkristo anakuwa na chuki moyoni na ampendi ndugu yake. Anaweza hata akaenda kwa mganga akamwambia hivi, naomba huyu ndugu yangu awe chizi, kwa sababu huyu anajifanya yeye ndo sijui ni nini. Hiyo haitakiwi kwa mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na unatakiwa umpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi yako. Jirani yako akija kukuomba unatakiwa umpe, na sio kila siku jirani yako tu anakuja hapa anakuomba, naomba sijui kitu fulani. Leo kakuomba tena, kesho anakuja tena anakuomba. Unaanza kusema bwana hili nalo limezidi sijui nini, bwana hata haliwezi kufanya kazi. Hiyo haitakiwi kwa mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Nyingine, kuwa na manung'uniko moyoni na uchungu. Mungu amesema tusilalamike wala tusiwe na manung'uniko moyoni. Muombe Mungu naye atakupa hitaji la moyo wako. Kwa mfano, mtu alikuwa anataka cheo ofisini akakikosa, mwenzake yeye akakipata. Anaanza kuwa na manung'uniko, anaanza tena kumchukia yule mtu. Bwana mimi huyu simpendi huyu. Leo kwanza na mbicho wake. Mungu ndo amemuumba, utakiwa kumwambia huyu na mbicho wake. Maneno yasiyofaa, umbea na uongo. Bwana asifiwe. Amen. Tunatakiwa tuwe na vinywa venye maneno masafi, sio maneno machafu. Na watu walokole siku hizo wameendekeza sana umbea kuliko ibada. Bwana asifiwe. Kwanza unaweza mkakaa hivi. Isipite hata dakika. Sema bwana mimi yule mtu sijui ukoje, sijui mchawi yule, sijui amefanya nini. Huo ni umbea. Hautaki kukaa kumsema, unatakiwa ukae naye umwambie kama hapa umekosea. Sio unaenda kumtangaza huko kwa majirani, sijui unamwambia sijui nini, yule sijui yukoje. Kwanza mkikaa na kukuta kufanya kazi zenu, mkikaa kuanza kumsema mtu huyu sijui ukoje, huo ni umbea. Alafu tena unaacha kazi zako za muhimu, unakaa kuanza kumsema mtu. Huyo mtu anakuwa anajipatia umaarufu, kwa sababu mnaacha kufanya kazi zenu, mnakaa mnaanza kumsema mtu. Bwana asifiwe. Nyingine nimeandika kuwa na wivu. Kwa mfano, mtu jirani yako amenunua gari, wewe hauna. Muombe Mungu. Hautakiwi kuwa na wivu. Mtu anaweza akafunga na kuomba kwa kusema bora hata lile gari lake liharibike, hata bora tu apate ajali. Hiyo haitakiwi kwa Mkristo. Bwana asifiwe. Dharau, kuwa na kiburi cha uzima. Kwa mfano, hapa mchungaji akatangaza kuwa leo kuna maombi, alafu tena we Mkristo unasema bwana mchungaji kila siku bwana maombi tu,
si ya tatu, yaani sisi tumechoka bwana. Hautakiwi kuwa na kiburi cha uzima. Mkubwa wako akikushauri, utakiwa uyafuate yale uliyoyashauri. Bwana asifiwe. Kutosamehe na kuachilia. Bwana asifiwe. Leo hii tunaona Wakristo hawasameani, yaani hawapendi kuona wenzao wanafanikiwa. Kutosameheana. Kusamehe ni kitu ambacho mtu alikukosea na kaja kukuomba msamaha ukamsamehe. Tusome Efeso 4 mstari wa 25 mpaka 31. Efeso 4:25-31. Biblia inasema, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado hujawatoka, wala msimpe Ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lililo jema na kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Bwana asifiwe. Somo langu litakuwa limeishia hapa.